بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم. Kama baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, inshallah tunaendelea na tafsiri ya suratul Baqara aya ya 236. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Allah anatueleza na kutuambia kwamba hamuna makosa pindi mtakapoacha wanawake ma lam tamassuhun, mkiwaacha hawa wake kabla hamkuwaingilia. Na aya hizi mbili zimetueleza ahkami za mwanamke kuachwa kabla ya kuingiliwa na mumewe. Na hali kama hii ni hali ambayo ni ya nadra sana, ni qalil, tofauti na ile ambayo tunaizoea kwamba mwanamke anaachwa kwamba tayari ashafanya muashara, ashaishi na mumewe, ashakaa naye, ikisha huko tena ndo ashamuingilia, ikisha huko ndo kaja akaachana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza hii hali vile vile, hali hii inaweza ikatokea kwamba wakaolewa na baada ya kuolewa wakaachwa kabla ya kuingiliwa. Na hapa ndipo tunapoona kwamba talaq ni mashru'iyya, ni kitu ambacho mashru', na wanazuoni umekubaliana kwamba talaka ni kitu ambacho makruh, yani inda ulama, jamhuri ulama, talaka ni kitu makruh. Na katika hadithi ambayo tunaelezwa kwamba abghadul halal inda Allah at-talaq, kwamba halali ambayo inamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala ni talaka, ni talaka. Na ahyanan talaka inakuwa ni hil, inakuwa ni suluhisho katika ndoa, inakuwa ni suluhisho katika ndoa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea talaka. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati, kwamba na wakifarikiana kila mmoja, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kwa wasaa wake, kwa wasaa wake. Kwa maana hiyo talaka ni mashru', ni kitu ambacho kipo. Na ahyana talaka inaweza ikawa ni wajibu, na ahyana talaka inaweza ikawa ni makruh. Inaweza ikataratab ahkami zote hizi nne, kwamba inaweza ikawa istihbab,
inaweza ikawa ni makruh, inaweza ikawa ni haram, na inaweza ikawa ni wajibu. Wakati gani talaka inakuwa ni wajibu? Wakati anapofanya khiana, mwanamke anapofanya khiana, anapofanya khini, akalala na mtu mwingine, basi pale ukajua ni wajibu kumwacha, ni wajibu. Na wakati gani inakuwa ni istihbaba? Istihbabu ukimwacha ikiwa laha sayyi'at al-akhlaq, ana tabia mbaya, hawatii wazazi wako, ana tabia mbaya ambazo hazikupendezeshi na si nzuri, hawatii wazazi, basi istihbabu itapendezeshwa kumwacha kama hawatii wazazi wako. Na vile vile wakati gani inakuwa makruh? Ikiwa huna sababu yoyote ukamwacha mwanamke, ni ikrah, ni makruh, jambo la kuchukiza. Na wakati gani inakuwa ni haramu kumwacha? Pindi unapotaka madhara, sasa kumtia katika shida na kumtia katika madhara, hapo inakuwa ni haramu na unapata dhambi. Na talaka, hizi talaka zimegawanyika vile vile. Kuna talaqatul bid'i na talaqatus sunni. Kuna talaka ambayo ukimwacha mwanamke unapata madhambi, na ukimwacha hali ya kuwa fil hayd, ukiwa katika mwanamke akiwa katika hedhi ama akiwa katika tuhuri alladhi jama'aha, basi ukimwacha ni katika talaqatul bid'i, talaka ambayo si sunna, si ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Na Ibn Umar, Sayyidina Umar alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ibn Umar amemwacha mkewe hali ya kuwa yuko katika hedhi, akamwambia murru falyurji'ha, muamrishe amrudie, falyumsikaha, mpaka amalize hedhi yake, ikisha ndo amwache. Kwa maana hiyo hizi ahkami za talaka zinatakiwa zitambulike, zinatakiwa tuzijue. Na masaili ya talaka ni masala ambayo ya kutatiza. Ni masala ya kutatiza, ni kwa sababu masala ni marefu na ni mapana na yanahitaji kufuatiliwa kwa ukubwa. Wanazuoni wameandika vitabu vingi vya ahwalu shakhsia, na katika fiqh hii zimeelezwa iko milango, hasa milango ya talaq, milango ya nikahi, yote zimeelezwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza na anatuambia kwamba la junaha alaykum, kwamba hakuna dhambi juu yenu, in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Wa fi qiraa, na katika qiraa nyingine unasema tamasuhunna, qiraa nyingine tamasuhunna. Na hichi qiraa ambacho tunakisoma si cha kila siku, ma lam tamassuhunna. Na hivi viraa vimpokewa, viraa ni vipo mutawatir, wanazuoni wamevieleza viraa viko 10 na riwaya ziko 20. Viraa viko 10 na riwaya viko 20, na baadhi wengine wanasema viraa viko 7, viko 7, lakini ala alqawl ya jamhur kwamba alqiraa al-ashir, viraa viko 10, viraa viko 10 na riwaya ziko 20. Na qiraa ambacho tunachokisoma sisi yani ni qiraa cha Imam Asim, riwaya ya Hafsi, qiraa cha Imam Asim, riwaya ya Hafsi. Na Imam Asim ana wanafunzi wake wawili, Hafsi wa Shu'ba, al-Imam Hafsi na Imam Shu'ba. Al-Imam Hafsi ndo huyu ambaye ndo qiraa hichi muntashira fil alam, kimeenea takriban ya ulimwengu mzima. Lakini ukienda katika Afrika Magharibi, ukienda miji mingine huko Morocco au sehemu nyingine zote wanasoma viraa vingine. Utakuta wanasoma viraa vingine ambavyo ni mutawatir, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba unzila al-Qur'an ala 7 ahrufin, Qur'ani imeteremshwa juu ya herufi 7. Na hivi viraa vyote ni mutawatir, vimepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Sayyidina Umar ibn al-Khattab alimsikia An-Nu'man ibn Bashir anaswalisha akisoma suratul Furqan, anasoma suratul Furqan. Sasa ikawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anamsikia anasoma yule bwana kwamba sivyo vile alivyosoma yeye kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasoma hawezi kujizuia, yuko ndani ya swala, lakini akajizuia mpaka akamaliza. Baada ya kumaliza swala akamshika mashati
akaenda naye mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Umar, kuna nini? Mwachie. Akamwachia. Akamwambia, ya Rasulullah, huyu nimemsikia akisoma suratul Furqani sivyo vile ambavyo wewe umenisomea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Numan, ikra, soma nikusikie. Akasoma mpaka akamaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakadha unzil, hivi ndivyo ilivyoteremshwa Qur'an. Ikra ya Umar, soma wewe Umar. Akasoma Sayyidina Umar mpaka akamaliza. Akamwambia, hakadha unzil, hivi ndivyo ilivyoteremshwa Qur'an. Unzila al-Qur'an ala 7 ahruf, Qur'ani imeteremshwa juu ya herufi 7 litaysir hadhihi al-umma, kufanywa wepesi umma, kwa sababu ni umma ambao fihi alladhi lam yaqra walladhi wala ambao hawezi kusoma wamo katika umma huu. Na ndio maana tufanywa taysir na hii hikma kwamba ikaja Qur'ani na viraa hivi tofauti. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ma lam tamassuhunna, ma lam tamassuhunna, ma lam tamassuhunna ay tujami'uhunna, kuwaingilia. Na vile vile zote hizi anwai haya maneno yapo katika Qur'ani. Na Bibi Maryam anasema, ma lam yamsasni bashar, ma lam yajami'ni bashar, kwamba hajanigusa mtu, Bibi Maryam. Na kule katika suratul Talaq ayatul dhihar, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, min qabli an yatamassa. Almuhim qiraa mawjud na vipo na vinasomwa baadhi ya miji. Wa fi qiraati tamasuhunna ay tujami'uhunna, kwamba hakuna ubaya kuwaacha wanawake ikiwa hamjawaingilia. Hakuna ubaya ukiwaacha wanawake ikiwa hamkuwaingilia. Au tafridhu lahunna fariida, au ikiwa hamjawafaridhishia wao faridha yao. Na faridha yao wanasema mahran, mahari. Ikiwa mmewaacha hamkuwaingilia na wala hamkuwatajia mahari, hamkuwatajia mahari, yani muoa kwa kiasi gani. Wama masdariya dharfiyya la tab'atan alaykum, bimaana hakuna dhambi juu yenu, fi talaq, katika kuacha, zamana adamil masisi wal fard, wakati ambao hamjawaingilia na hamkuwatajia mahari, biithmin, kwa kupata madhambi, kwa kupata madhambi. Wamatti'uhunna, na wapeni watakachostarehe nacho. Wamatti'uhunna, na wapeni watakachostarehe nacho, yani u'tuhunna ma yatamatta'na bihi, wapeni kile ambacho watakachostarehe nacho. Bimaana mmewaacha kabla hamjawaingilia, muwape cha kustarehe nacho hawa wanawake, ili wasije kujisikia vibaya, ili wasije kusikia vibaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ala almusi'i qadaruhu, kwa yule ambaye mwenye uwezo sasa, qadaruhu, kwa kadri ya uwezo wake, yani atoe hiyo mataa cha kumstarehesha mwanamke kwa kadri ya uwezo wake, yule ambaye mwenye kujipata, mwenye uwezo. Hapa Jalalaini anasema alghaniyu minkum, yule ambaye mtajiri miongoni mwenu, ampe kwa kadri ya uwezo wake, uwezo wake. Wa ala almuqtiri qadaruhu, na yule ambaye fakiri kwa mujibu wa kadri yake. Ala dhayiqi rizqi, yule ambaye mwenye riziki finyu, yule ambaye mwenye riziki finyu, basi vile vile naye atoe kwa kadri ya uwezo wake. Na hapa vile vile kuna qiraa, katika qiraa nyingine wanasema wa ala almusi' qadruhu, so qadruhu bisukuni dal, wa ala almuqtiri qadruhu, bimaana wahid, bimaana wahid. Mata'an, muwape hicho cha kustarehesha, tamti'an, bil ma'rufi wa sharia. Hapa anatuambia Jalalaini, shar'an sifatan mataa, hii sheria ni sifa ambayo ya mataa. Haqqan fassara ulama annahu wajib, hiyo mataa ni wajib. Sifatu thania ni sifa ya sheria ya pili ya mataa, haqqan au masdari muakkadan, ama ni masdar ambayo ilikuwa ni muakkadan,
ni masdar ambayo ilikuwa muakkadan ala almuhsinin, ala almuti'in, kwa wema, juu ya wale ambao wenye kufanya wema. Maana Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha kwamba hakuna dhambi mkiwaacha wanawake ambao mkiwaacha wanawake ambao hamjawaingilia na wala hamjawatajia mahari, lakini wajibu kwenu nyinyi kuwapa mataa, kuwapa kitu ambacho cha kustarehe nacho, tena kwa mujibu wasi wako wewe mume, wa 'ala al-musi' qadaruhu wa 'ala al-muqtir mata'an bil ma'ruf, tena iwe kwa sheria, kile kitu ambacho urf na sheria inaikubali, isiwe kwa ubaya, iwe kwa sheria. 'Ala al-muhsinin haqqan 'ala al-muhsinin, na ni haki kwa wale ambao watendao wema, ni haki, ni wajibu kwa wale ambao watendao wema, al-muti'in. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema wa in talaqtumuhunna, na hapa ndo tutapata kuona kwamba wanawake wamegawanyika, ambao wenye kuachwa sampuli 4. Sampuli 4. Sampuli ya kwanza, kuna ambaye ameachwa, ameingiliwa, amepewa mahari na ameachwa. Sampuli ya kwanza, yani ameolewa, akaingiliwa, akapewa na mahari. Na mwingine sampuli ya pili, kwamba ameolewa, ameachwa, ameingiliwa, hajatajiwa mahari. Na sampuli ya tatu ndio hii ambayo tumeipita, ameolewa, hakuingiliwa na hakutajiwa mahari. Tuko hapo. Na sampuli ya 4 ambayo hii ndio tuko nayo sasa hivi, kwamba ameolewa, ameachwa na akatajiwa mahari na hakuingiliwa. Kwa maana hii ni sampuli 4 hizi za wanawake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walilmutallaqati mata'un bilma'rufi haqqan 'ala almuhsinin. Kwa maana mutallaqat ala qawli aljumhur, kwamba wana mataa, wana kitu ambacho ukimwacha mwanamke unatakiwa umpe kitu cha kustarehe nacho. Mata'an bilma'rufi haqqan 'ala almuhsinin, 'ala almuttaqin, haqqan 'ala almuttaqin, haqqan 'ala almuttaqin. Kwa maana hiyo kwamba hizi aina 4, yule ambaye ameolewa akaachwa na amechukua mahari, laha muta, umpe kitu cha kustarehe nacho. Yule ambaye ameolewa akaachwa, hakutajiwa mahari na ameingiliwa, huyu ana mahari almithli, ana mahari mithli. Wataangaliwa ndugu zake wameolewa kwa kima gani, Ikiwa wanaolewa kwa milioni 5, kwa milioni 6, basi watapewa kwa mujibu wa madada zake. Na ikiwa hana madada, sasa yuko peke yake, itaangaliwa urfu ya pale katika kile mji, wanawake wanaolewa kwa bei gani, atapewa. Ndio mahari mithli, atapewa kwa mujibu wa ile sehemu. Ikiwa hana ibn ta'ammi, hana yoyote katika waliolewa, basi ataangaliwa pale kitongoji, watu wanaolewa kwa kiasi gani, atapewa ile walaha mataa, na atapewa na nini, mataa. Na aina ya tatu ambayo tumeimaliza kuipita, kwamba mwanamke ambaye ameolewa akaachwa na hakuingiliwa na ala hakutajiwa mahali, huyu atapewa mataa. Sasa hapa katika kupeana mataa pia kuna mashaka. Hii mataa yenyewe ukimpa kitu cha kustarehe nacho, ikiwa sasa ameridhia, ahlan wa sahlan. Umempa 500,000, umempa milioni, ameridhia, ahlan wa sahlan, ameridhia. Na ikiwa sasa hakuridhia, umempa milioni akamwambia haitoshi, umempa milioni 2 akakwambia haitoshi, sasa hapa kesi itaenda kwa kadhi, na kadhi atahukumu kwa mujibu wa was'u ya yule bwana, kwa mujibu wa uwezo wa yule bwana, ndo kadhi atahukumu. Na sampuli ambayo ya 4 ndio hii ambayo tunaipitia hivi sasa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida
fanisfu ma faradtum. Anasema na ikiwa mtawaacha min qabli an tamassuhunna, qabla ya kuingilia, waqad faradtum lahunna fariida, na ikiwa mshawatajia mahari, kwa hakika mwafaridhishia mahari, fanisfu ma faradtum, basi muwape nusu ya yale ambayo mwafaridhishia. Muwape nusu mahari yale ambayo mwafaridhishia, mmewatajia. Na katika anwai za nikah ziko aina tatu. Aina ya kwanza kwamba ni ameolewa mtu, ametajiwa mahari na mahari ametajwa. Na aina ya pili kwamba ya hiba, na hii la yajuzu illa lin-nabii sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atin mu'minatin in wahabat nafsaha lin-nabii in arada an-nabii an yastankiha khalisatan laka min duni al-mu'minin. Hii ni kwa mtume sallallahu. Hakuna hiba, hakuna mtu akwambia wahabtuka nafsi, nimekupatia zawadi nafsi yangu kwamba umuoe. La, tunasema kwamba ndoa itasihi, lakini wala mahar, umpatie mahari, umpe mahari. Na aina ya tatu kwamba nikah inafungwa na haikutajwa mahari, imma kwa urf, yule wali kwamba yastahi ahyana kwamba kutaja yale mahari, anaona haya, hawezi kutaja mahari, basi itafungwa ndoa na wala hal mahr mithl, na atapata mahari ya mithl. Kwa maana hizi ni sampuli tatu za ndoa. Na hapa tukiona kwamba mbona kuna mtu anaweza kuolewa bila hata mahari, bila hata kupewa mahari? Naam, kwa sababu shurutu nikah mahari haipo. Shurutu nikah mahari haipo. Sharti za nikah wanazuoni wametueleza ziko 5. Ta'yin, al-awwal ta'yin, ipatikane ta'yin, nani anaolewa, nani anaoa, lazima ipatikane ta'yin. Huwezi kumwambia mtu zawajtuka ibnati, nimekuozesha binti yangu, naona binti watano. Nani binti yupi? Lazima ipatikane ta'yin, fulana wa fulani, fulan na fulana, lazima ipatikane ta'yin. Na sharti ya pili alwali, apatikane wali, washahidaini, upatikane mashahidi wawili, na vile vile yasipatikane mawani an nikah, isije kawa unamuoa kwamba haifai kumuoa, lazima waridha, na vile vile patikane ridha baina zawjain, ridha baina ya mke na mume. Hizi ni katika sharti, lakini mahari hayamo. Kwa maana ndoa itasihi, lakini na mahari kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba ni katika hukuki za mwanamke mahari, kupewa mahari. Wa in talaqtumun nisa wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fanisfu ma faradtum. Hapa Jalalaini anasema yajibu lahunna wa yarji'u lakum an-nisf, kwamba mmewaacha kabla ya kuwaingilia na mmewatajia mahari, basi haki yao ile nusu ni haki yao. Umewatajia mahari, mfano umetaja mahari milioni 5, umetaja mahari milioni 5 na ukamuoa na ukaja muingilia, basi ukimwacha, basi milioni 2 ni haki ya yule mwanamke, milioni 2 na nusu ni haki ya yule mwanamke. Yajibu lahunna, ni wajibu kwa wao, wa yarji' lakum an-nisf, na ile nusu wa kurudisheni nyinyi wanaume. Illa, lakini ayafuna, lakini ikiwa watasamehe sasa wanawake, ikiwa watasamehe azawjat wake, fayatrukuna, wakaacha, kwamba wakasema kwamba tumekaa kwa wema, kwa nini nizichukue hizi pesa, wakasamehe, wanayo haki ya kusamehe, wanayo haki ya kusamehe ile nisfu. Au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah, au akasamehe yule ambaye katika mkono wake ndio kuna aqdi nikah. Hapa wanasema katika mufassir, imma itakuwa ni wali zauja ama azauj mwenyewe. Ima hapa yule ambaye katika mikono mwake ataweza kusamehe kutoka katika mkono kuna ile ndoa, ima atakuwa ni waliwe yule mwanamke, ama atakuwa ni mume mwenyewe.
ama atakuwa ni mume mwenyewe. Hapa anasema wa huwa zawj, naye ni mume. Fataraka laha kulli, na yule mume akasamehe, naye akasema madamu nimekuacha basi hayo mahari kaa nayo siyataki. Ikawa wote wamesamehe, mke kasamehe na mume akasamehe. Na vile vile wali hapa anasema wa Ali ibn Abbas, na Ibn Abbas anasema alwali idha kana mahjurata fala haraja fi dhalik, ay majburata, yani na wali vile vile akamwambia majbura, akamjabirisha mwanamke kwamba samehe, asamehe, basi fala haraja fi dhalika, na hakuna uzito juu hilo. Kwa maana hiyo hapa akasamehe mwanamke ile nisfu, na mwanamume naye akasamehe ile nusu ambayo imebakia inatakiwa irudi kwake, akaisamehe. Na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamrisha. Ndio maana akasema wasarrihuhunna sarahan jamila, kama mnataka kuachana muachane kwa wema, muachane kwa wema. Wa anta'fu, na mkisamehe. Anasema hapa wa anta'fu, na mkisamehe. Mubtada khabaruhu aqrab, mubtada na khabari yake ni aqrab, na mkisamehe. Aqrabu littaqwa, aqrabu littaqwa ni ukaribu zaidi ya ucha Mungu. Na mkisamehe basi ukaribu zaidi na ucha Mungu. Littaqwa wala tansawul fadla bainakum, wala tansawul fadla bainakum, wala msisahau fadla baina yenu, msisahau wema baina yenu, msisahau zile fadila baina yenu. Ay an yatafaddala ba'dakum ala ba'd, kwa kufadhilishana baadhi yenu juu ya baadhi, kwamba msisahau fadla baina yenu. Maana kusamehe ni unapelekea ni ukaribu zaidi ya ucha Mungu, kuliko ikapatikana takhasum, ukapatikana uhasama na ikaonekana kwamba kuna maugomvi. Na ukiwa mmesamehe basi aqrabu littaqwa, ikiwa mmesamehe aqrabu littaqwa. Wala tansawul fadla bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika ya Mwenyezi Mungu bima ta'maluna, kwa wale ambao mnatenda, basirun, anayaona. Fayujazikum bihi, na atakulipeni ikiwa mmefanya haya kwa wema, na atakulipeni ikiwa mmefanya haya kwa nini, kwa sio kwa wema. Na ndio maana ikawa fala tansawul fadla bainakum. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba wahafidhu ala salawati. Hapa kuna hikma nyingi sana, na wanazuoni wanajaribu kufanya istinbat nyingi kwamba na kutueleza kuna hikma gani, kwamba baada ya masala ya talaka, masala huko imeeleza kuhusu kuachana na mambo mingi ya ndoa, baadaye Allah subhanahu wa ta'ala anaturejesha katika swala, anaturejesha katika swala. Na hapa inaonekana kwamba kuna hikma kubwa, na hii hikma ambayo anajua Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, kwa sababu Qur'ani, mpangilio wa Qur'ani ni tawqifi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndo amepanga mpangilio wa Qur'ani. Maana huwezi ukauliza kwa nini hii aya imekaa hapa, huwezi kuuliza. Ni amri tawqifi, kwamba inashuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo anaamrisheni, ekeni aya fulani sehemu fulani, ekeni sura fulani baada ya sura fulani, ekeni hichi baada ya hivi. Huwezi ukaanza kuuliza. Na ndio maana ukaona katika tartibi ya msahafu imeanza suratul Fatiha, na tunajua kwamba sura ya mwanzo kuteremka ni Iqra, sura ya mwanzo kuteremka ni Iqra, lakini hii ni amri tawqifi, ni tawqifia, ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanatuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi anapofikwa na jambo, idha hazabahu amrun yaqumu ila salah yafza'u ila salah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapofikwa na jambo anakimbilia katika swala. Kwa maana
tumemaliza masala ya talaki, masala ya mzozo, masala ya nini, tunakimbilia kwa wapi? Yani msishughulishwe na ibada, turudini kwa ibada, turudini kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema hafidhu ala salawati was-salati al-wusta, hifadhini ala salawati, jua sala tano, sala zenu zihifadhini, sala zenu al-khams biadaiha, sala tano kwa kustekeleza, fi awqatiha, katika wakati wake. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tuhifadhi sala, anatuamrisha tuhifadhi sala. Hapa anasema chini katika Sawi, anasema ata bihadhihi al-aya fi khilal ma yata'allaqu bil azwaj wal awlad tanbihan ala annahu la yanbaghi min al-'abdi an yashtaghila an huquqi sayyidihi bi amri al-azwaj wal awlad. Kwamba hapa anatuambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua kwamba haipasi mja kujishughulisha na haki ya bwana wake, na haki ya bwana yake, bi amri azwaji, kwa mambo ya wake au ya watoto, mambo ya wake au ya watoto. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah, wasikushughulisheni hawa watoto wenu na wake zenu na nini, na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na anasema biadaiha fi awqatiha, kuitekeleza katika wakati wake, aima istiqmali shurutiha wa faraidha wa sunaniha wa adabiha, fa in faqada shay'un min dhalika dakhala fi alwa'id. Qala ta'ala fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun. Wa khassat bi dhikri li'annaha imadud din, kwamba swala ni nguzo ya dini. Wa mu'dhamu arkani al-islam ba'da ash-shahadatayn, man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Yule ambaye mwenye kusimamisha swala ni amesimamisha dini, na yule ambaye ameiporomosha swala ameiporomosha nini? Ameiporomosha dini. Almuhimu, tunatakiwa tuhifadhi sala, tusali kwa wakati, tusali kama tunavyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-salatil wusta, na sala ya kati na kati, hiya al-asr. Hapa mfasiri akasema ni salatul asr au subh au sala ya subuh au dhuhr, ama sala ya dhuhuri au ghairiha, aqwala wa afradaha, kwamba ni aqwali na amepokesha, kwamba imetajwa kwamba hii salatul wusta ni salatul asri au salatul subhi au salatul maghribi au ghairiha, ama nyinginezo, wa afradaha, na vile vile ikapokwesha. Na hapa salatul wusta wanazuoni wameeleza kauli nyingi. Wako ambao wameeleza kwamba ni salatul asri, wako ambao wameeleza ni salatu subh. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salla al-bardaini dakhala al-janna, mwenye kuswali wakati wa baridi mbili, dakhala al-janna, anaingia peponi. Wama huwa al-bardain? As-salatu al-asri wa salatu subh, sala al-asri na sala ya asubuhi. Na katika aqwal ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, qadim, kauli yake qadim alisema kwamba ni salatu al-asr, lakini kauli jadid akasema kwamba ni salatu as-subh, ni sala ya asubuhi. Almuhim, tuhifadhi sala hii, imetulio muhimu. Na hapa kuja tikrari kwamba hafidhu ala salati, kwanza tushamba tuhifadhi sala was-salati al-wusta, na hii sala ya wusta bimakanatiha, kwa ule ukubwa wake na fadhliha, na fadhila zake, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika Qur'ani, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Kashataja malaika, lakini hapa akabainisha tena wa jibrila wa mikala, kubainisha fadhila na ubora wao hawa malaika. Sasa na hapa ni kama hapa wahafidhu ala salawati was-salati al-wusta, na kuibainisha kwamba ubora wa hii sala ya kati, kuijua fadla na ubora wa hii sala ambayo ni sala ambayo ya kati. Waqumu lillahi qanitin,
na simama lillahi fi salati bil ikhlasi wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, qanitin qila muti'in, kwa kutii, biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hii, maana ya qanitin ina maana mbili, ina maana mbili. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu kunutin fil Qur'ani fa huwa ta'a, kila kunuti katika Qur'ani ni ta'a. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi ta'a, mu'minatin qanitatin ta'a. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat biqalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin minal muti'in ta'a. Kwa maana kila kunuti ambayo inakuja katika Qur'ani ta'a. Na hapa imepokewa vile vile ni hadithi Zaid ibn Arqam kwamba wanasema qanitin bimaana sakitin, nyamazeni. Anasema Zaid ibn Thabit ibn Arqam, kunna natakallam fi salati hatta nazalat fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Anasema kabla, yani katika swala tulikuwa tukizungumza maneno. Uko rakaa ngapi? Umefika wapi? Katika swala, mpaka ikaja hii hatta nazalat, mpaka ikateremka hii waqumu lillahi qanitin, fa umirna bisukuti, na tukaamrishwa kunyamaza katika swala, wa nuhina 'anil kalami, na tukakatazwa kuzungumza. Rawahu Shaykhani, hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari wa Muslim. Inshallah naona tufikie hapa. Inshallah kesho tutaendelea na aya ambayo inasema fa in khiftum farijalan au rukbana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.